Kuendelea na mafundisho ambayo niliacha last Sunday but one. Today we will continue with the teaching that we did last Sunday. That we did about spiritual warfare. Ambayo ilikuwa ni kuhusu vita vya kiroho. And there's a reason why we are teaching this matter. Na kuna sababu ambayo tunafunza hili jambo. It is because last month but one. Ni kwa sababu mwezi uliopita. We did a dedication and prayer for each and every one. Tuliweza kuombea kila mmoja wetu. And now it is important that we understand. Na sasa ni vyema tuweze kuelewa. After that dedication, after that prayer. Ya kwamba baada ya ile maombi. We need to rise up and reach out. Tunahitaji kuinuka na kwenda mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the name of the Lord. And we need to fight it out. Na tunahitaji kupigana vile vita. The Bible says that the kingdom of God or kingdom of heaven, ya kwamba ufalme wa mbinguni, from the time of John the Baptist, kutoka kwa wakati wa Yohana Mbatizaji, it suffers violence. Ni wa vita. And the violent will take it by force. Na wale ambao watapigana wataichukua. So I'm talking about this spiritual warfare. Hivyo ninaongea kuhusu vita vya kiroho. With the intent that God raises us up. Nikiwa na kusudi kwamba Mungu atuinue. That we fight out and attain the place whereby God raised us to attain. Tuweze kupigana tufikie kiwango Mungu anataka tufikie. Because if you look at the Bible, maana ukiangalia Biblia, you will understand that it is God's will that we progress. Utaelewa kwamba ni mapenzi ya Mungu tuendelee. Both in the spiritual realm, katika hali ya kiroho, and also in the physical realm, katika pia hali ya kiasili, and even in our social life, na pia katika maisha yetu ya kijamii. It is God's purpose, ni kusudi la Mungu, that we may extend our progress, ya kwamba tuweze kuendelea. It is also the enemy's purpose, na pia ni kusudi la adui, that we be constrained, ya kwamba tuweze kufungiwa, that we should not progress, tukose kuendelea, that we should not prevail, tukose kushinda, so that we may live a miserable life. Ndio tuishi maisha ya kutaabika. In the book of John chapter 10 and verse 10, katika kitabu cha Yohana sura ya 10 mstari wa 10, as Jesus was speaking to his disciples, wakati Yesu alikuwa anaongelesha wanafunzi wake, he tells them, a thief comes but to kill and steal and destroy. Anaambia kwamba mwivi huja ndio aibe na auwe na haribu. But he says, but I came, lakini anasema nilikuja, that you may have life, ndio muwe na uhai, and have it in abundance. Na uhai tele. So it is God's will, kwa hivyo ni mapenzi ya Mungu, that we may have life, ya kwamba tuwe na uhai, and have the abundance that come from it. Na pia na utele unaotokana na uhai. It is God's purpose, ni kusudi la Mungu, that we progress in our lives. Kwamba tuendelee maisha yetu. It is my prayer, ni kwa maombi, that you progress, ambapo utaendelea katika jina la Yesu. In the name But of we Jesus. need to join hands. Na tunahitaji kushikana mikono. But we need to join hands. Tunahitaji kushikana pamoja. We need to fight it out. Tunahitaji kupigana we pamoja. We need to trust God. Tunahitaji kuamini Mungu. But even as we trust God, ya kwamba tukimwamini, we need to be at the forefront of the battle. Tunahitaji mstari wa mbele wa vita. Bwana Yesu asifiwe. So that we can push forward. Ndio tuweze kusukuma mbele. And attain the reason. Na tufikie sababu as to why God laid hold of us. Ile Mungu alituita. When I look at the life of Paul, nikiangalia maisha ya Paulo, who is our character of the year, ambaye ndiye tunasoma maisha yake. In Philippians chapter 3, katika Wafilipi sura ya 3, I have not achieved. Anasema kwamba sijatimiza. I have not attained. Sijafikia. I have not arrived yet. Sijafika bado. May God give you that spirit. Mungu akupe ile roho. May God give you that spirit. Mungu akupe ile roho. Ile roho ya kutotosheleka. The spirit of not getting comfortable. Na kiwango ambacho umefikia. That the level you have been. Katika maisha ya rohoni. In the life of the spirit. Katika maisha ya asili. In the life, in the natural life. Na hata katika maisha ya kibinafsi. And even in the individual life. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Ya kwamba tusitosheke. That we shall not be comfortable. Wengine wetu walibatizwa katika ujazo wa Roho Mtakatifu. Some of us were baptized in the Holy Spirit. Miaka 20 iliyopita. 20 years ago. Wakatocheka na kunena na ndimi moja. And they felt comfortable by speaking in one tongue. And they are comfortable with the two words. Wametosheka na maneno mawili. I pray the Spirit of God come upon us. Ninaomba Roho wa Mungu atujae. That we come out of the comfort place. Tutoke mahali pa so that we can sail in the realms of God. Ndio tuweze kupaa katika uwepo wa Mungu. In Jesus mighty name. Katika jina la Yesu. For you who is baptized of the Holy Spirit. Wewe ambaye umebatizwa na Roho Mtakatifu. Let me tell you there is a level in God. Nikwambie kuna kiwango katika Mungu. You can swim in the presence of God. Unaweza ingia katika uwepo wa Mungu. I am saying you need not to be comfortable. Unahitaji kustareheka. Where you are is just a tip of the iceberg. Mahali yuko ni mwanzo tu. How I pray that God may raise you up. Naomba Mungu akuinue. And you are part of my prayer item. Na wewe pia ni ombi moja langu. You are part of my prayers. Wewe ni pamoja na ombi langu. God will raise you up. Kama Mungu akuinue. Today you can be able to sing. Ndio siku ya leo wewe. May the Lord raise you to
a level Mungu akuinue where kiwango you can sail in your worship. ambapo utaingia katika That kuabudu, as you worship, the presence of the Lord will na come. unapoabudu uwepo wa Mungu And unashuka people will get healed. na watu wanapona. Not that anyone laid their hands on, Si kwamba watu but wamewekelea the Spirit mikono, of God moved around. lakini uwepo wa Mungu In ulitembea Jesus' mighty katika name. jina la Yesu. I believe and I trust God. Ninaamini na naamini Time Mungu is coming. ya kwamba wakati And it unafika, is here. na niko hapa That sasa, when we worship God, ya kwamba His tunapoabudu Mungu presence will move around. uwepo wake And utatembea, some of us na wengine will wetu receive the word of knowledge. tutapokea neno They la will ujuzi, receive a word of wisdom. tutapokea neno la They will hekima, receive a revelation. tunapokea That ufunuo what God wants them to do. ambacho Mungu anataka They will tufanyishe, receive guidance tutapokea on the kuelekezwa matters that pertain to their kwa life. mambo yanayohusu maisha My yao. brother, help me and as I help you. Mungu nisaidie So nikikusaidia, that as we reach to that level, ya kwamba tufikie kile kiwango, your life will be transformed. ya kwamba maisha yaweze In kubadilishwa Jesus' mighty name. katika jina la Yesu. Some of us Wengine wetu are very comfortable tumestareheka with the level of life we are living. katika maisha ambayo tunaishi. God is able to do Mungu ana uwezo wa far kufanya exceedingly abundantly above juu zaidi of what we pray or ask. ya kile tunachoomba na In kuuliza Jesus' mighty name. katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe Praise the sana. name of the Lord. God is able to do Mungu anaweza more than kufanya what you think, zaidi ya kile more unafikiria, than what you ask, kile ambacho unaomba, more than what you anticipate. zaidi ya kile Let unatarajia. us call on God. Wacha tumuite Let Mungu, us fight it out. wacha tupigane hizi Bwana vita. Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. That is why Ndipo I'm talking about spiritual warfare. ninaongea kuhusu vita vya kiroho, Because God's purpose maana kusudi la is that we Mungu progress. ni kwamba tuendelee It is mbele, the plan of the enemy ya kwamba ni mipango ya adui that we retrogress. ya kwamba turudi nyuma, But God purposed. lakini kusudi la Mungu. Let us look at the book of Ephesians chapter 6 and verse 10. Tuangalie kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 10. Nitasoma kwa lugha ya Kiswahili. Inasema hivi: hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Just stop there as we will progress with the other verses. Tutaendelea baadaye na zingine, But allow me to speak to your spirit and to speak to your life today. lakini nikubalishe ninenee maisha yako siku ya leo, Because God's purpose maana kusudi la Mungu is that we conquer every field we are in. ni kwamba tushinde katika ile mahali Both tuliko, in the realms of the spirit, katika hali ya kiroho, that is in the spiritual blessings, katika hali za baraka za kiroho, and even in the physical realms. na pia katika hali ya asili. This word now Paul tells the church in Ephesus, Haya maneno Paulo anaambia kanisa la finally Efeso be strong in the Lord ya kwamba mkuwe hodari katika Bwana and in his mighty power. na katika nguvu zake kuu. Now if you don't stop there, Ukisimamia pale, Paul is telling the church Paulo anaambia kanisa, to be Mungu anaambia strong kanisa in the Lord. wakuwe hodari katika Bwana, And number two, na jambo la in pili the mighty power of God. katika nguvu kuu za And Bwana, they put all the whole armor of ya God kwamba waweze kuvaa silaha zote so za that Mungu they can be able to stand ndio waweze kusimama against the devil's schemes. kinyume na hila za What shetani. am I trying to bring to your attention? Ninakuambia nini siku ya Your leo? Father in heaven Ya kwamba baba yako mbinguni purposes that you progress. anakusudia uendelee. Matthew chapter 28 and verse 18 to 19. Mathayo 26 18 na 19. Jesus comes out of the grave. Yesu Anatoka katika kaburi Yesu anatoka kaburini and meets his disciples na wanafunzi wake and tells him these words. na anawaambia maneno haya All power in heaven and earth ya kwamba nguvu zote mbinguni na has been duniani given to me. nimepatiwa. Go ye therefore. Endeeni Now, basi. some of us sometimes, Wengine wetu wakati they mwingine wait on God to act on their issues. tunangoja Mungu afanyie kazi They mambo wait yetu. on God to chase the devil out of their lives. Wanangoja Mungu abadilishe I hali want zao. to tell you the power of God to act Nikwambie nguvu za Mungu za kufanya has been kazi given to men. imepatiwa wanadamu. Stretch forth your hand and receive it. Chukua, nyosha mkono wako And na now ipokee start to exercise that power. na uweze kuifanyisha kazi ile Now nguvu. God is waiting on you Mungu anakungoja so wewe that you may win the battle. ndio uweze kushinda I vita. want to tell you, stand up. Nikwambie simama, Stop
mbaya, spiritual warfare, lakini katika hali ya vita God vya is roho waiting on you. Mungu anakungoja wewe. Hallelujah. Hallelujah. Yesu asifiwe. Praise the name of the And you Lord. stand now Isimama to sasa strengthen your might in na God. uweze kujiendeleza nguvu I am zako katika challenging Mungu. you today. Ninakutia changamoto Your family might be passing through tumultuous times. ya kwamba familia yako inaweza kuwa inapitia It wakati is your mgumu. time to stand Ni up. wakati wako wa It kusimama. is your time to say now things must change. Ni wakati wako kusema mambo lazima It is your yabadilike. time to now to speak the power of Ni God. wakati wako wa kunena nguvu za Mungu. While you may seem small, Wakati unaweza onekana but you are mdogo, small in the hands of a great God. lakini wewe ni mdogo katika You mikono ya need Mungu only to mkubwa. profess. You need only to profess. Unahitaji tu And kutangaza the power of God will work. na nguvu za Mungu zitafanya I am kazi. challenging you, my brother. Ninakutia moyo ndugu Don't yangu, wait on your pastor to deliver you. usingoje mchungaji wako Deliver akukomboe. yourself first. Jikomboe kwanza. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the I Lord. am saying you can deliver yourself. Ninasema unaweza I kujikomboa. am saying you can deliver your family. Unaweza kujikomboa. I am saying you can deliver your issues. Unaweza kukomboa mambo You yako. can win your battle. Unaweza kushinda vita vyako. Hallelujah. By Hallelujah. the way, you are a winner. Wewe ni mshindi. Jesus is together with you. Maana Yesu yuko pamoja nawe. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Some of you Wengine wenu are waiting to feel anointed. wanangoja kusikia wametiwa In mafuta. this kingdom, Katika ufalme it doesn't huu work with feelings. haifanyi kazi na It hisia, works with faith. inafanya kazi na You imani. don't feel faith. Uhisi You imani, just speak it. unanena imani And God works. na Mungu Bwana anafanya Yesu kazi. asifiwe. Praise the name of the Lord. Feelings we can be deceptive. Hisia zinaweza kudanganya, Even by the way, whether you feel good or bad. na hata wakati unahisi vyema ama It vibaya, is not your power that works. si nguvu zako zinafanya It kazi, is not your authority that works. si nguvu za mamlaka yako Only itafanya what kazi. is required of you Kile kinahitajika it is to kwako stand firm ni kusimama in imara Jesus' mighty katika name jina la Yesu, and face the kingdom of the na enemy uweze kutazamana na and ufalme wa tell them, giza. I have Na power, uambie niko na I nguvu, have niko authority na mamlaka from heaven above, kutoka mbinguni, and today you must leave my na siku ya compound. leo lazima uondoke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. You know, Unajua in every warfare katika vita vyote there are people who fail kuna watu ambao huanguka and there are people who conquer. na kuna watu hushinda. In this world today, Katika ulimwengu huu siku ya the leo, thing you are fighting, yale mambo unapigana there are nayo, people who have won in that field. kuna watu wameshinda katika hiyo uwanja, There are people who have failed in that field. kuna watu wameanguka katika huo My uwanja, prayer is that you don't fail in that field, na uombi langu ni kwamba usianguke but you wewe, become one of them who have conquered. lakini ukuwe mmoja walioshinda. I am saying in the field you are tackling now. Sisemi ya kwamba uwanja unaoshughulika leo, I am saying in the field you are tackling now. ninasema ule uwanja unaoshughulikia The leo, kind of warfare you are fighting. ile vita There unayopigana. are other brothers in Christ who are fighting the same. Uko na ndugu wengine wanapigana hizo But vita, thank God there is power in God. lakini kwa Mungu kuna nguvu ndani ya And Mungu, through that power we conquer. kupitia kwa hiyo nguvu tunashinda. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu Praise asifiwe. the name of the Through Lord. that authority Wewe na mamlaka we yale can exercise the power of God. unaweza kufanyisha kazi nguvu za If you Mungu. look at the scripture we had read, Ukiangalia lile andiko tumesoma, it says finally, brethren, inasema mwishowe, ndugu zangu, be strong mkuwe hodari in the Lord. katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Praise Just Jesus. look at your neighbor Angalia jirani and yako see a strong person. na uone mtu hodari. Look at the other neighbor Look at the other, angalia jirani mwingine and see a strong na person. uone mtu hodari. We are not weak. Sisi si We have a wanyonge, great God. tuko na Mungu Bwana mkubwa. Yesu asifiwe. Praise the name of the Now Lord. Paul says, Paulo anasema be strong in the Lord. kuwa hodari katika Bwana. What does being strong mean? Kuwa hodari inamaanisha nini? It means that you cannot be shaken. Inamaanisha It hautatingizwa, means shakable things will come. kwamba mambo ya kutingisha yanaweza The kuja, torrents will come. lakini mawimbi yatakuja, Wind may blow. upepo But utavuma, you are strong in the lakini Lord. wewe ni hodari katika You Bwana. cannot be moved. Kwa hivyo Bwana hautatingizika. Yesu asifiwe. Praise the name of And the it Lord. doesn't matter the stature you are. Haujalishi uko kiwango cha Yani aina vile gani, umekaa kwa sasa. haijalishi how But your I want to stature tell you is, there is God in lakini heaven. nikwambie kuna Mungu He who mbinguni, gives strength to his people. ya kwamba ambaye anapia nguvu watu Bwana wake. Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. I'm talking about you.
Inanena kukuhusu. When he speaks about his mighty power, Anaposema kuhusu nguvu zake he is kuu, speaking about the power of God ananena kuhusu nguvu za Mungu that is exercised by his people. ambayo imefanyishwa kazi na watu wake. But being strong in the Lord Lakini kuwa hodari katika is Bwana different. ni tofauti. Ni wewe kuwa mwenye nguvu katika Bwana. It is you being strong in the Lord. Katika uweza wake ni yale maneno na nguvu tunayoitekeleza. In his might it is the words and his power that we do. Kwa hivyo ukiwa mwenye nguvu, Hivyo basi ukiwa strong, ukiwa mtu ambaye amesimama dhabiti, when you have stood well na utumie nguvu zake, and you use the power of basi the Lord, unashinda. you win. Praise the name of the Lord. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. You know, there's a man called John Bunyan. Kuna mtu anaitwa John somebody, Siku moja akaandika and he wrote kitabu. akaandika kitabu. He wrote a book. And he said, it is called the Pilgrim's Progress. Inaitwa Yani Pilgrim's hiyo Progress. msafiri ambaye ama kuendelea kwa msafiri. Kuendelea kwa msafiri. Imetafsiriwa katika lugha zote katika dunia. It has been translated in all Lakini languages. akasema, but he said ya kwamba wakati alipoangushwa na adui, that when the enemy brought him ingawaje down, ako chini, even though he was yule down, jamaa the pilgrim akasema, the msafiri said, asanti sana, maana wakati nimeanguka napigananga kama he nimesimama. said, thank you, because when I have fallen, I fight So as it doesn't matter kama umeangushwa na mambo. haijalishi whether you have fallen. Usikubali mawimbi ya kubebe, pigana kama umesimama. Don't allow the torrents to carry you. Mika akasema haya. And Petro said, Mika akasema maneno haya. Micah said, Ya kwamba usifurahi juu yangu adui yangu. that don't be happy about Because me. even when I'm fallen, Kwa sababu hata wakati my God nimeanguka, will lift me up. Mungu wangu Even ataniinua. if I'll be in the dark place, Hata kama nitakuwa the gizani, Lord God is my light. Mungu ni nuru I yangu. want to tell you, we have a God who changes, Nikwambie transforms. tuko na Mungu anabadilisha If you maneno. be strong in Him, Ukiwa na hodari ndani the yake, enemy can fight you right center. chochote kinachopeza And I kupigana na want to wewe, tell you, you will not be moved. ninakwambia hautatingika. Jesus said in Matthew chapter 16, Yesu verse 18, akasema katika Mathayo 16 I will build my church. ya kwamba nitajenga kanisa Even the langu gates of hell hata katika malango ya cannot prevail shetani, against it. na hakuna mtu And you atakayeshinda. are the church. Na wewe ndiye You kanisa, are the church Jesus is building. wewe ndiye kanisa Yesu anajenga. Gates of hell Malango ya sometimes kuzimu can be where you live. yanaweza kuwa mahali unapoishi wakati But it mwingine, means Jesus said, lakini Yesu alisema even the gates, hata malango they will not prevail against it. malango ya kuzimu hata ushinda. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Wengine tunatoroshwa na vitu ambazo haziko. Some of us we run But I want to tell you, because of things that are not there. you are the work of God. Lakini nikwambie wewe ni You are the kazi ya Mungu. workman, you are the handiwork of God. Wewe ni kazi ya mikono ya Mungu. And God is making you Na Mungu amekutengeneza something that is able to conquer. kitu ambacho kina uwezo wa kushinda. Yes, somebody might be sitting here Mtu anaweza kuwa ameketi and hapa telling me you might not understand my situation. akikwambia uwezi elewa My shida brother, yangu, let me not understand it. lakini wacha But nisielewe, let God transform it. lakini wacha Mungu May aibadilishe. God raise you to the level Mungu akuinue katika whereby you kiwango can face your mountain ambapo unaweza kupigana na and mlima wako conquer that na mountain. ushinde ule mlima. I remember a man in the Bible. Ninakumbuka mtu katika His Biblia, name is Caleb. jina lake ni Kalebu. When he was 80 years old, Wakati alikuwa miaka 80, he goes and tells Joshua, anaenda na kumwambia Yoshua, Joshua, remember Yoshua, kumbuka what God told me and you. vile Mungu alipotuambia When we had been sent to spy the land, wakati tulitumwa kuwa kuspy ile nchi, and when we came back, na wakati tuliporudi God spoke. Mungu akanena, Now what I want from you, kile nachotaka kutoka give me kwako, this land. nipatie hii nchi, Give me this hill land. nipatie huu mlima. Although I'm an 80-year-old man, Ingawa niko miaka yet I am 80, as strong as when we were with you. lakini niko na nguvu kama tulivyokuwa Because nawe. there is God who renews the strength of his people. Maana kuna Mungu anayebadilisha uwezo wa watu wake. Although he was 80 years old, Ingawa alikuwa miaka he did not 80, ask for the plains.
Hakuitisha mahali tabarare. He did not go to the weaker people. Na hakuenda kwa watu He wadhaifu. went to the mountains. Alienda kwa milima. Hallelujah. Hallelujah. May God grant us the power. Mungu atupe nguvu. And may God grant us the motivation. Mungu atupe ile May kutiwa God moyo. give us a vision. Mungu aweze kutupa That we need to maono fight out our way. ya kwamba tupigane vita And vyetu. because God has promised to be with us, Na kipoza Mungu ameahidi kuwa that we nasi. need to be strong. Na tuwe wenye nguvu In Jesus' name. katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Yani usikae hapo watu wakuhurumie. Don't let people feel Hurumia pity, you. feel pity on you. Because they will talk when they do it. Maana wataongea wanapoongea. But let God have mercy on us. Lakini wacha Mungu aweze kukuhurumia. You know, the writer there goes on to say, Mwandishi anaendelea na kusema you stand against the devil's schemes or the wiles of the enemy. ya kwamba uweze kushindana na hila za shetani. And when you have stood against them, Na unaposimama kinyume na you hila za find that Paul shetani, says unapata that you will stand. ya kwamba Mungu anasema utasimama. Bwana asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. When you have done everything, Unapofanya kila kitu, you will stand. utaweza kusimama. Why am I talking about spiritual Kwa warfare? nini naongea kuhusu vita vya kiroho? It is because your life Ni kwa sababu maisha is yako supposed to be a replica of the intent of God. inafaa kulingana na kusudi la Mungu. But that is not the situation as we are now. Lakini hiyo sio hali ilivyo wakati huu. What are we going to do? Tutafanya nini? We need to rise up. Tunahitaji And kuinuka, our warfare, na vita vyetu it is not against flesh and blood. si za mwili na damu, It is not against human beings. si vita vya wanadamu, It is not against normal si people. vita vya watu wa It is kawaida, against rulers. ni vita vya watawala. Rulers si tu pepo tudogo. Yani Watawala. rulers are not the ordinary demon ya homa. Watawala si mapepo hii za kawaida. These are powers. Hizi ni nguvu. These are authorities. Haya ni mamlaka. They say the lesser demons act. Wanasema na mapepo madogo But yanafanya. Paul is saying, Lakini Paulo anasema it is against the powers of this dark world. tunapigana kinyume na If hizi you are nguvu business za person, giza. Kama wewe ni mwanabiashara, know that there is a way the world acts. jua kuna vile ulimwengu unafanya And kazi. when you enter there to do right, Na unapoenda pale kufanya there are vizuri, powers that will work against you. kuna nguvu zitakazo kupinga. Because there is a ruler is a world of darkness. Maana kuna mamlaka katika ufalme wa If you are a giza. politician, Kama wewe ni know mwanasiasa, that the powers of this world will fight against you. ujue nguvu za ulimwengu If you zitakupigana na are wewe. employed, Kama wewe know umeajiriwa, that there are powers of this dark world ujue kuna nguvu za that will work giza against you. ambazo zitapigana na Don't wewe. quit, my brother. Usitoroke ndugu Running yangu. away is not a solution. Kutoroka si Stand firm and jawabu. fight out. Simama na And upigane claim the land. na uweze And kunyakua nchi occupy until na Jesus uweze comes. kukaa pale hadi Yesu arudi. Bwana Yesu Praise the asifiwe. name of the Lord. This is a world of energetic people. Hii ni ulimwengu wa watu walio na That is nguvu. the kingdom of God. Na huo ndio ufalme wa Mungu. God is looking for energetic people. Mungu anatafuta watu walio na nguvu. Bwana asifiwe sana. Praise the name of the Lord. You might be weak in the flesh, Unaweza kuwa mdhaifu katika mwili, but strong in the spirit. lakini mwenye nguvu Because it katika is roho. not by power, Maana si kwa nguvu neither by strength ama of uwezo human nature, ya wanadamu, but by the Spirit of God. lakini kwa roho wa What Mungu. am I trying to tell you? Ninakwambia nini ndugu It yangu? is that you can win in your Ni situation. kwamba unaweza shinda katika hali Don't yako. be a statistic Usiwe mmoja wa hesabu of them that were conquered in that region, ya wale walioshindwa but mahali pale, become a number lakini usimame imara, among the people who won. ukuwe hesabu ya wale, Become a testimony. ukuwe ushuhuda Shuhuda that this is what I was, ya kwamba kile ni hivi but nilikuwa, by the power of God, lakini kwa nguvu za this is Mungu who I am. hivi ndivyo In nilivyo, the spiritual sense, katika hali ya in kiroho, the physical sense, katika hali ya kimwili, in the social sense, katika hali ya kijamii, and God all round. na hali zote za kimaisha, In Jesus' katika name. jina la Yesu. Because Jesus Maana Yesu came that we may have life. alikuja Ili tupate uzima ndio tupate uzima, and have it in abundance. na tupate uzima tele. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. That's what I told you. Kama vile nilivyowaambia, In the field and problems you are undergoing, katika yale mashida unayopitia, there are people who underwent the same kuna watu waliopitia pale and pale they succeeded. na wakaweza kushinda.
The Bible says, Biblia inasema emulate them. Yani uwaige, emulate them. uweze kuwaiga That those that through faith they conquer. wale ambao kupitia imani walishinda. Look at their faith Angalia imani yao and emulate them. na uweze kuwaiga. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Look at the life of Daniel. Angalia maisha ya Danieli. Even at times he was put to the test. Wakati mwingine akawekwa majaribuni. Now being in the lion's den was not a prayer item. Kuwa katika tudu la simba haikuwa And ombi it lake. wasn't a prayer item for him. Haikuwa ombi aliyokuwa And it ameomba. was a test of his life and faith. Ilikuwa jaribu katika imani But yake. what is the testimony we have today? Lakini ushuhuda Is tulionao that ni there is ngapi? a God who can close the mouth of Ni lions. kwamba kuna Mungu anaweza funga midomo ya And simba his people are na delivered. watu wake waweze kukombolewa. Become one of them. Uwe mmoja That wao through faith they have conquered their ambao lives. kupitia imani wameshinda In maisha Jesus' yao. mighty name. Katika jina la I Yesu. am not saying Sisemi you will not encounter ya situations. kwamba hautakutana na I'm saying in those jambo. situations, Nasema katika hayo mambo, stand, simama imara wage war. na upigane vita. Bwana asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Na kama utatuita kusaidia, And if you call us to help, utuite kusonga mbele, si kurudi nyuma. call us to move forward, not going back. Yaani kufufua wale inaitwa aje Yeah, tupepete. Kiswahili hapo sio kupukuta. Unajua Kiswahili saa nyingine inatatiza. But yani to revive. To revive. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. You know, when I was looking at how David fought, Nikiangalia vile Daudi alipigana and his brothers or his people that were close to him. na wale ndugu zake na watu waliokuwa karibu. At one time the children of Israel were in war. Wakati mwingine wana wa And Israeli Joab, the commander of the army, na hata Joab yule ambaye alikuwa anaongoza when he looked at the city they were fighting against, walipoangalia mji waliokuwa wanapigana nao, by experience and by God's grace he understood kwa ujuzi wao na kwa neema ya Mungu where akaelewa the strong men were. mahali wale watu walio na nguvu walikuwa, And he was fighting with everyone. na alikuwa anapigana na kila moja. But now he took the army back. Lakini akarudisha He jeshi chose the nyuma strong men na akaambia wale wenye nguvu, and told his brothers, na akaambia ndugu zake, my brother, be strong. ndugu zangu mkuwe na Let us nguvu, play the men for our people. wacha tuweze Yani kuwa wanaume. wacha tuwe wanaume Let kwa us sababu ya do watu what wetu. men do. Wacha tufanye vile wanaume hufanya. Hallelujah. Hey. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the I want Lord. to tell you, even as a lady, you can do what men do. Nikwambie kama dada unaweza fanya vile When wanaume it comes to hufanya. the kingdom of God, it has no gender. Inapofika katika ufalme wa Mungu, You hakuna can fight gender it yoyote. out Unaweza pigana And vita become a winner. na uweze kuwa Bwana mshindi. Yesu asifiwe. Praise the name of the And Lord. Joab told his Na brother, Joab akaambia ndugu zake, if these men are too strong for kama you, hawa watu wako na nguvu I will zaidi, come and help you. nitakuja If kuwasaidia. these men are stronger than me, Kama hawa watu wako na you nguvu come zaidi and yangu, aid me. kujeni Hii munisaidie. story ya kuombewa ukiwa umelala sijui ilitoka wapi. This is about you people I praying for want you to when you're tell you, we sleeping. need to help one another in the battlefield. Tunahitaji kusaidiana katika hali ya vita, Not in the hotels. si mahali pa kulala When you are just eating and be happy. wakati unakula na Bwana kufurahia. Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. I am saying rise up my brother. Nakwambia inuka ndugu And if yangu, the battle is too strong for you, na kama vita vitakuwa we vigumu will come and kwako, help you. tutakuja If the kukusaidia. battle is too strong for Kama us, vita vitakuwa vingi kwetu, you will come and help us. utakuja na So let kutusaidia. us all be in the battlefield. Lakini sisi wote tuwe vitani. We have a battle to win. Tuko na vita vya We kushinda, have a crown to receive. tuko na taji ya We have kupokea, a God to glorify. tuko na Mungu wa We have a mandate to kuinua, fulfill. tuko na kusudi la And we have kutimiza, a legacy to leave behind. na pia tuko na legacy ya kuacha nyuma. Bwana Yesu Praise the asifiwe. name of the Lord. You are created by God Uliumbwa na Mungu with a purpose. kwa kusudi fulani, But the kingdom of the enemy lakini ufalme wa adui knows it. unajua ile He kusudi, will try to block all those arrows. atajaribu vile vyote vile kufungia. What will you do? Utafanya nini? Unajua kuna watu waliimba wimbo ambao mimi siwezi imba. There are some people who sang a song that I cannot sing. Ati shetani nitakusema kwa baba nitakusema. That Amesema na I will- wangapi kabla I will uzaliwe? report you to the Father. How many times have you been reported? Ati shetani nitakusema kwa baba. Amesema na wangapi? Tangu Adam alipoanguka amesema na wangapi? Yeah, since the time No, of kick Adam. him out. Mpige vita. Bwana Yesu asifiwe Praise the sana. name of the Lord. By the power and the authority of God. Kupitia kwa nguvu na mamlaka ya Mungu.
That is why Jesus gave us power. Ndipo Yesu akatupa That mamlaka. is why Jesus gave us the authority. Ndipo maana Yesu akatupa mamlaka. Why do Christians fail? Ni kwa nini Wakristo wanaanguka? Now, allow me just before we get to that, Nikubalishe kabla tuingie hapo. just give us that, project for us that verse. Tupe ile The andiko. one we had read. Ile Waefeso 6:10 na kuendelea. If you look at verse 10 and 11, Tukiangalia mstari wa 10 na 11, it tells us inatuambia the things we are supposed to do. yale mambo tunastahili kufanya. Because we are told to be strong in the Lord Maana tumeambiwa kuwa hodari katika and in His Bwana mighty power. na katika nguvu zake kuu. And we are also told to put on Na pia tuvae the whole armor of God. silaha zote za Mungu. If you don't fight, Kama utapigana, don't think the devil will not fight you. usifunze Ate kwa sababu wewe umpigi ate hakupigi. because you are not fighting the devil. Don't be a usidhanie soft hatakupiga. target. Don't be a soft target. Bwana Yesu Praise the asifiwe. name of the Lord. Yaani usiwe kazi yako ni punching bag. Wakiamuka asubuhi teke, wakiamuka jioni wewe ndio practice session. Don't let them to keep fighting you left, right and center. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. I am saying your life can become an example to this world. Nasema maisha yako inaweza kuwa mfano kwa ulimwengu. Verse 10 and 11 Mstari wa 10 na tells 11 us what we need to do. unatuambia vile tunahitaji kufanya. And verse 12 Na mstari wa 12 tells us who we fight against. unatuambia ni nani tunapigana na The yeye. powers, the authorities, the rulers. Tunapigana na mamlaka na falme. The things that cover the world, the dark world. Yale mambo yako katika And ulimwengu let wa me giza. tell you, the dark world is real. Na nikwambie ulimwengu wa giza ni wa Just kweli. as God is real. Kama vile Mungu alivyo wa The kweli, kingdom of the devil is real. hata ufalme wa adui ni kweli. Just as the kingdom of God is Kama real. vile ufalme wa Mungu ni But we kweli. don't have equal power. Lakini hawana nguvu Bwana inatoshana. Yesu asifiwe. Hallelujah. We as the people of God, Sisi kama watu wa Mungu, when we receive power of God, tunapopokea nguvu za we Mungu, have the power and the mandate to chase the kingdom of the tuko na enemy. nguvu na mamlaka ya kufukuza shetani. Hallelujah. Hallelujah. It doesn't matter whether that you are born when the demons are tired of staying around. Haijalishi kama umezaliwa kama mapepo yamechoka kukaa, But what you have, lakini kile uko nacho they must obey. lazima watii. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Another thing, Jambo lingine, verse 18. mstari wa 18. I would want to look at that verse. Nataka tuangalie ule mstari. It says, and Ninasema na kwa pray in the spirit on all occasions, muombe katika roho mkikesha with all kinds of prayers and requests. kwa maombi yote na requests zote. With this in mind, Ukiwa na hili katika mawazo, be alert mkue and always keep praying for all the saints. na muendelee kuombea watakatifu wote. If you look at that verse just a little bit, Ukiangalia huo mstari kidogo tu, there is something that Paul is saying, kuna jambo Paulo anasema. that we need to pray in the spirit on all occasions. Tunahitaji kuomba katika roho katika mambo yote. Why is he saying in such a manner? Anasema nini? It is Kwa nini because the anasema kwa Holy jambo hilo? Spirit enables us to pray. Ni kwa sababu Roho Mtakatifu If you anatusaidia read kuomba. Romans chapter 8 and verse 26, Ukisoma mstari wa 26, it says we may not know how to pray as we ought, inasema tunaweza shindwa kuomba tunavyostahili, but the Holy Spirit helps our infirmities. lakini Roho Mtakatifu anasaidia So udhaifu wetu. when we pray in the Spirit, Ndipo tunapoomba katika and if you roho, look at that word Spirit, na unapoambia kaangalia it is neno not in roho, small s, si alijaandikwa na herufi dogo, it is in a capital S. iko katika herufi To kubwa. me, it is the Spirit of God Kwangu ni roho wa in Mungu. all occasions. Katika hali When we zote pray in the Spirit, tuombe katika roho the wa Holy Mungu. Spirit takes hold of our Roho prayers. wa Mungu ataweza kuchukua maombi He yetu, intercedes on our behalf. anatuombea kwa nafsi zetu, Sometimes with groanings
groanings. wakati mwingine kwa kilio, And groanings that cannot be uttered. na kwa kilio ambacho That kisiosemeka, cannot be understood by people. kisichoeleweka na watu. But the one who is God, Na kwa yule aliye Mungu, he understands the mind of the Spirit. anaelewa mawazi ya I Roho. want to invite you, my brother, Kuite ndugu yangu, in your own free time, katika wakati wako, delve into the Spirit of ingia God. katika Roho wa Mungu. Pray and intercede for your life. Ombea maisha yako. Jesus came because of your life. Yesu alikuja kwa But sababu ya your maisha yako, enemy lakini adui yako prowls day and night, anatembea usiku na mchana, trying to destroy the purposes of God over your life. akijaribu kuharibu kusudi la Mungu maishani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. And let us not be kind to the kingdom of darkness. Na acha tusikuwe wazuri kwa ufalme wa They giza. will never be kind to you. Hautakuwa mzuri kwako. Are we talking something? Tunasema jambo. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Why do Christians fail in the spiritual warfare? Ni kwa nini Wakristo wanaanguka katika hali ya vita? Why do Christians fail Ni kwa nini wanashindwa in the spiritual warfare? katika vita vya kiroho? Let me give you several reasons. Nikwambie sababu kadhaa. One, Sababu ya kwanza, when you don't have power and the authority of God. unapokosa nguvu na mamlaka ya Mungu. And this is not because God has refused to give you, Na hii si kwa sababu Mungu amekataa kukupatia, but because you don't ask. lakini ni kwa sababu hauitishi. You are comfortable in the realm you are in. Umetoshereka katika kiwango uko ndani yake. You cannot enter into some spiritual warfare Hauwezi ingia katika vita vingine vya roho, because you will be hit right center. maana utapigwa kila pande. Why do Christians fail? Ni kwa nini Wakristo wanashindwa? Because they don't have the authority, Maana wanakosa mamlaka, the power of God. wanakosa nguvu za And this Mungu. is not because God doesn't give. Lakini si kwa sababu Mungu It is because hajawapatia, they even don't ask. ni kwa sababu Have you hawajaitisha. known until you agree? Umejua, do you know until you accept? Unajua ni hadi ukubali To be baptized of the Holy Spirit, you cannot be full of the Holy Spirit by being born again. ya kubatizwa na Roho Mtakatifu. Huwezi batizwa na Roho Mtakatifu. Yani, you are even being born again Hata kuokoka doesn't mean you are the full of God. haimaanishi You umejawa na must Mungu. thirst and desire it Lazima uweze kuitamani and ask God to release na the uambie Spirit. Mungu aachilie Roho wake Mtakatifu. People fail Watu because wanashindwa they do not have the power. maana hawana nguvu. The kingdom of the enemy does not understand the words. Ufalme wa giza hauelewi, They understand authority. wanaelewa mamlaka, They understand the power of God. wanaelewa nguvu za Not Mungu. simple talk. Si kuongea tu, Not simple rhetoric. si kuongea tu Not maneno, long or short. si maneno marefu It ama is the machache. power behind these Ni words. nguvu nyuma ya haya maneno. What is backing what you are Ni saying? nini inasukuma kile unachosema? Hallelujah. Haleluya. I'm challenging you Ninakutia as I changamoto challenge myself. na pia nikijitia Jesus changamoto. is in us. Yesu yu ndani The yetu. same way he is in us. Vile alivyo ndani We are yetu, supposed to be full of the power of God. tunafaa kujazwa na nguvu za We are Mungu. supposed to be full of the Spirit of God. Tunafaa kujawa na Roho So Mtakatifu. that as we walk, Ndipo the tunapotembea, enemy will know we are present. adui atajua tuko And karibu, our words, na maneno yetu they will have the authority of yatakuwa God. na mamlaka ya Mungu, They will have the power of God. na yatakuwa na nguvu za Because Mungu. Jesus said, Maana Yesu alisema when he was just about to be taken to heaven, alipokuwa karibu kunyakuliwa, he told his disciples, akaambia wanafunzi wake, do not leave Jerusalem msitoke Yerusalemu until you are endued hadi mjazwe with power from on high. mjazwe na nguvu kutoka juu, Because maana you shall receive power mtapokea nguvu after baada the Holy Spirit has come upon you. ya Roho Mtakatifu kuja juu yenu. Some of us are looking only for the power. Wengine wetu tunatafuta tu nguvu, But let me tell you who brings that power. lakini nikwambie yule anayeleta It ile is the nguvu Holy Spirit. ni Roho Bwana Mtakatifu. Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Desire Tamani to be in the Spirit of God. kuwa katika Roho wa That it Mungu, be in you also. ya kwamba And power will be automatic. na nguvu zitakuja mara Bwana moja. asifiwe sana. Praise the name of the Lord. In chapter 2 verse 1. Katika mstari wa pili, And the Bible says, sura ya pili mstari wa and when kwanza, the Pentecost was fully come, na wakati Pentekoste ilikuwa imefika, the disciples were all in one accord in the higher wanafunzi place. walikuwa mahali moja katika chumba There cha juu. came a mighty rushing wind, the sound of a mighty rushing wind. Kutakuwa na vuma kwa upepo mkubwa, And there appeared
na kukatokea cloven tongues of fire. ndimi za moto. That cloven tongues, yani hizo ndimi za moto, and they fell upon the head of everyone. zikakuwa juu ya kila mmoja. Let me tell you, my brother, nikwambie ndugu the yangu, same fire is there for you. ule moto uko juu ya uko And kwa the sababu same yako, can come happen to your na life. kicho kile kinachotukia You maishani can mwako, receive that transformation unaweza pokea kule kubadilishwa as long as you have a head. kama uko na kichwa. Bwana Yesu, yes, that's what I say. Amen. As long as you have a head, Kama uko na kichwa for it to land. ya ile nguvu kukaa juu. That means as long as you are alive. That's what I mean. Kama uko hai, Because dead people don't receive the Holy Spirit. maana wafu hawapokei Roho Mtakatifu. But those who are born again, Lakini wale waliozaliwa on tena, that day, katika ile siku, everyone, kila mmoja, not the leaders, not the apostles, si viongozi they ama, were 120. walikuwa And 120, God gave each and every one. na kila mmoja wao Bwana wakajazwa. Yesu asifiwe. Praise the name of the He Lord. did not choose the leaders. Hakuchagua He did viongozi, not choose the group leaders. hakuchagua viongozi wa It is meant vikundi, for everyone. ni kila mmoja, Even to the sweet part. hata kwa ule Even to anayefagia, the last person. hata kwa ule machini, Even to the hata children. kwa watoto. Spirit of God has been given. Roho wa Mungu Yeah, we need to umetolewa. be endued with power. Anahitaji kujazwa In na nguvu Jesus' mighty name. katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Jesus knew Yesu the alijua battle will be tough. vita vitakuwa vigumu, But they need to be empowered. lakini nahitaji kutiwa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Peter, Petero, a man who could run away from a maid. yule ambaye alikuwa anatorokea mjakazi, On that day, katika ile siku he stood up and said, alisimama na kusema, men and women and gentlemen, nyinyi wanaume, we are not drunk as you suppose. hatujalewa kama This mnavyofikiria. is what was prophesied by the prophet Joel. Hii ndiyo ilitabiriwa na In Yoeli, the later ya days, kwamba siku za I will mwisho pour my spirit upon all flesh. nitamwaga Roho wangu juu ya And the watu young wote, men and women will have visions. na vijana watapata And maono, the old men will dream dreams. na wazee wataota And ndoto. in those days, Na katika zile I will siku pour my spirit. nitamwaga Roho And wangu. he spoke a sermon. Na akanena maneno, And 3,000 people na came to watu the Lord. 3,000 wakakuja kwa What is Mungu. the difference Ina tofauti of this Peter na huyu and the Petero, Peter who told Jesus, who told people I don't know him? na yule Petero aliambia It is the Holy mjakazi Spirit. simjui, ni Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Why do Christians fail? Ni kwa nini Wakristo wanashindwa? They don't have Hawana the authority hawana mamlaka and the power of God. na nguvu za Mungu. How do you get it? Unapata aje? Receive the baptism of the Holy Spirit. Pokea ubatizo wa Roho It is Mtakatifu. automatic. Ni inakuja Bwana mara asifiwe moja. sana. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Why do Christians fail? Reason number two. Sababu ya pili ya Wakristo kushindwa It's because sometimes people ni kwa sababu watu have issues that are not godly. wako na mambo ambayo si ya kiungu. If you go to any warfare Ukiingia katika vita vyovyote and you have anything that is not godly, na uko na jambo ambalo si la Mungu, it makes you weak. inakufanya mdhaifu. I like a story Ninapenda habari that Jesus gave one time. ambayo Yesu alitoa wakati mmoja. In the book of Matthew, I think it's John chapter 14 and verse 30. Katika kitabu cha Yohana It was sura ya in the 14. last day. Ilikuwa siku za mwisho, And now the people had come to arrest him. na watu walikuwa wamekuja kumshika. And when people came, Na watu walipokuja, there were forces and authority behind the people. kulikuwa na majeshi na pia mamlaka. Yani mamlaka ya kiroho, Kulikuwa na mamlaka rohoni ilikuwa nyuma ya wale watu. nyuma ya majeshi na wale watu walimchika Yesu. Behind the armies that came to arrest At your own Jesus. free time, angalia hiyo neno vile limeandikwa vizuri. Katika wakati wako, look at that word as it is written. Utajua ya kwamba mambo hutendeka duniani, And you'll know that things happen in the world. yote yanapia mwelekeo wa kiroho. They all have a spiritual dimension. Hii ni Yesu anasema, This is Jesus saying, I will not speak with you much longer, ya kwamba sitanena nanyi for tena the zaidi. prince of this world is coming. Maana mfalme wa ulimwengu huu Now, anakuja. let me ask you a question. Nikuulize swali, Who came to arrest Jesus?
Ni nani alikuja They kumshika were Yesu? people. Walikuwa wanadamu. But who was behind the people? Lakini nani alikuwa nyuma ya wale The wanadamu? prince of this world. Ya kwamba mfalme wa ulimwengu. Who is he? Na yeye ni I know nani? you know him. Najua mnamjua. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the name of the So Lord. when Jesus looked at the people that are coming, Maana Yesu alipoangalia wale and he watu knew who is coming, na alijua ni nani he anayekuja, could see in the spirit who is behind them. alikuwa naona ile roho iliyo nyuma But yao. he said, Na akasema although he is coming, ingawa anakuja, although the time has come, ingawa wakati although I umefika, will be laid or I'll be arrested, ingawa nitashikwa, yet there is something I know. lakini kuna kitu najua, He has no hold on me. hataweza kunishikilia. Bwana asifiwe sana. Praise the name of the Yani Lord. hana jambo lolote ndani yangu. He does not have anything There is against nothing me. he can accuse me of. Hakuna kitu anaweza kunishtaki By nacho. the way, it is Jesus who gave himself up. Ni Yesu ambaye alijipatiana kwa wale Nobody could watu. condemn him on earth. Hakuna mtu angeweza Even- kumshtaki. Even Pontius Pilate was not able. Hata Pilato hakuweza Even kumhukumu. Herod was not Hata able. Herode hakumhukumu. Even the Jews were not Hata able. Wayahudi But the hawakumhukumu. Bible says, Lakini Biblia I inasema have laid down my life ya kwamba nimeweka chini so maisha that I yangu may take it ili again. niweze kuinyakua It tena. is Jesus who gave himself Ni up Yesu aliyejipatiana so that he can deliver us. ndio aweze kutukomboa. Them that were bound by the kingdom of the enemy. Wale ambao walikuwa wamefungwa na ufalme The wa people that giza, were ruled by the prince of the wale ambao world. walikuwa wametawala na mkuu wa That dunia we hii, be born again. ndio uweze kuzaliwa That we be tena, ndio empowered. tuweze kutiwa And we nguvu conquer the na prince. tuweze kushinda yule In mkuu Jesus' mighty katika name. jina la Yesu. I am telling you, my brother, Nakwambia ndugu yangu, Jesus paid the price for Yesu you. alilipa gharama kwa So sababu that you yako, be delivered. ndio uweze You kukombolewa, be empowered. uweze kutiwa And you nguvu conquer the na devil. uweze kushinda In Jesus' shetani name. katika jina la Together with the Yesu world. pamoja na ulimwengu. Hello? Hello. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. Ni vizuri shetani akose kitu ndani yako. It is good for the devil not to get hold of you. Hallelujah. Hallelujah. Unajua wale vijana wa Skeva hawakuejua hii maneno. The sons of Sceva, they did Waliona not know these Petro, things. waliona Peter, no, Paul doing some things. They just saw Paul doing akifanya mambo And they said among themselves, na wakasema kati yao, why don't we try this one? kwa nini tusijaribu hiki? And they went and met one man. One. Wakaenda kukutana na mtu And there mmoja. were 7 Mmoja. sons of one father. Walikuwa wana 7 wa baba They mmoja. had a good idea. Walikuwa na idea They had a mzuri. good purpose. Walikuwa na kusudi They had a nzuri. good motivation. Walikuwa na motivation The nzuri. problem Lakini was they didn't have the authority to do. hawakuwa na mamlaka ya They didn't kufanya. have the power. Hawakuwa na nguvu. They had a good intention. Walikuwa na kusudi They nzuri. were good brothers. Walikuwa wadugu And wazuri. they went and met that young man, that man. Wakaenda kukutana na yule jamaa. And because they didn't have a personal relationship with Jesus, Lakini kwa sababu hawakuwa na uhusiano na Yesu, they tell this madman wanaambia huyu or demonic wazimu, oppressed person, wanaambia huyu wazimu, in the name of Jesus, katika jina la who Yesu Paul preaches, ambaye Paulo anahubiri, come out. toka. And the devil looked at them Na shetani one by one. akaangalia mmoja mmoja. Probably they started with the oldest Pengine alianza na yule or mzee even the youngest na hadi yule mdogo zaidi. and looked in the spirit. Akaangalia katika They roho, couldn't see any power. hakuona nguvu They couldn't zozote, see the authority. hakuona mamlaka They couldn't yoyote, see the backing. hakuona nani anawafuata. Probably in the registry that they look, Na vile walikuwa wanaangalia, the sons of Seva na yule watoto wa were Skeva not among us. hawakuwa katika ile And now list. the man looked at Hivyo huyu them mtu akawaangalia and told them, akawaambia, Paul I know, Paulo ninamjua, Jesus I know. Yesu ninamjua, When I look at the records, lakini nikiangalia who rekodi, are you? Identify nyinyi ni yourselves. kina nani? Who are you? Nyinyi ni kina Now nani? the ball was changed Hivyo mpira and they ukageuzwa were on the defensive. na wakakuwa sasa They could not defend themselves. hawangeweza kujikinga. 7 people were beaten by one. Watu 7 wakacharazwa na And it mtu was mmoja. not a normal beating. Haikuwa vita vya Even their kawaida, clothes were torn. hata nguo zao ziliraruliwa. Unajua mambo moja ya Mungu inanichangazaga. Mungu alipata utukufu hata kwa hiyo disaster. Sometimes God amazed me because he was glorified even in that. That was a disaster. Ilikuwa disaster. But when we receive power, Lakini tunapopokea nguvu, when we receive authority of God, tukipokea mamlaka, we can be able to say, tunaweza kusimama na kusema, yes, they may challenge us, hivyo basi wanaweza but we have a backing.
lakini tuko na We are not alone. Tuko peke yetu. God is on our side. Mungu yuko pande yetu. When they challenge us, wakati wanaposimama kushia changamoto, simama na useme, I am a son of the kingdom. Mimi ni mwana wa ufalme. And my father has sent me to do it. Baba yangu amenituma nifanye. And I will do it in Jesus' name. Na nitaifanya katika jina la Yesu. You must leave my family. You must leave my family. Lazima uondoke kwa familia yangu. You must leave my area. Lazima uondoke kwa hali yangu. In Jesus' mighty name. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Number 3. Jambo la 3 is just because ni kwa sababu Christians suffer. Wakristo wanaumia tu. Wanaumia. And they don't take a challenge. Na ile jambo haliwatii. They don't take up upon themselves. Hawaichukulii kama jambo lao. To correct. Kuweza kubadilisha. Or even to face an issue. Ama kutazama lile jambo. On their own. On their own. Wakiwa peke yao. They are waiting for other people to help them. Wanangoja watu wengine wawasaidie. But I want to tell you, God is waiting on you. Lakini nikwambie Mungu anakungojea so that you can win the battle. Ndio uweze kushinda vita. The last point, point ya mwisho, is that Christians give up. Ni kwamba Wakristo hukufa moyo midstream, katikati. When they have fought the battle, wanapopigana vita, when they find it is hard, wanapoona ni vita vigumu, because they expected, maana walitarajia, that God will do it quickly, ya kwamba Mungu ataitimiza haraka. When it takes time, wakati inachukua muda, they give up, wanakufa moyo. My brother, you give up. Ndugu yangu, unapokufa moyo, and you have taken a lot of ground, na unaweza you have taken a lot of ground, na unachukua unaangushwa chini. And it is important, hivyo ni muhimu, that you wait until you win. Ungoje hadi ushindane. One day, siku moja, I had a vision. Nilikuwa na maono. I was praying. Nilikuwa naomba. I had 2 visions. One is of a time, some time back. Moja ni ya kitambo kidogo. In the former church I was pastoring, Westlands Worship Center. Katika ile kanisa nilikuwa nahubiri Westlands. And because of the area, na kwa sababu ya hilo mazingira, we were praying. Rise up, let's go. Inuka, wacha tuende. And he took hold of my hand. Na kanishika mkono. And we went. Na wakaenda. And when we came to an open place, na walipofika mahali pamefunguka, it was full of some bad snakes out there. Ulikuwa imejaa nyoka za aina yote zimekufa. But they were dry. Lakini zilikuwa zimekauka. They were drying. Zilikuwa zimekauka. And we stepped on them. Na tukazikanyanga. And we were walking on them. Tulikuwa tunatembea juu yake. They were trying to wiggle. Zilikuwa zinajaribu kujitingiza. But they can't because they are drying up. Lakini zilikuwa zinanyauka. And we came to the end of it. Na tukaweza kufika mwisho wake. And he told me go. Na akaniambia enda. Because the prayers you people have been praying, na maombi mmekuwa mkiomba, are the ones that are killing these demons. Zimeua hizi nyoka. That have taken hold of this area. Nimeweza kuchukua hivi. I was encouraged. Nikaweza kutua moto. I told some people. And the next time I told some people, wakati mwingine nikamwambia watu wengine, let us proceed pray. Wacha tuendelee kuomba. It doesn't matter the time. Haijalishi muda. I want to tell you, any labor in the Lord is not in vain. Na nakwambia si bure. Don't give up. Usiweze kufa moyo. Don't quit midstream. Usikufe moyo katikati. Don't quit at the quarter. Usitoroke katikati. The battle is sweet at the end. Vita vinafurahisha mwishowe. Utaweza kushinda. Bwana asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Hello. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Even if you pray for that man, ingawa you are praying for that husband, unaombea yule mume, and it seems like he doesn't hear, inakaa kama hasikii, I want to tell you, wait on God and continue praying. Nikwambie ngoja na uendelee kuomba. Or you are praying for your family of an issue. Ama unaombea jamii yako kwa jambo fulani. Or your business or anything else. Ama biashara yako ama kingine chochote. Don't say I have 5 years praying of this. Usiseme nimekaa miaka 5 nikiombea. Say my prayer answer. Sema ombi langu likijibiwa. It's nearer 5 years than it was. Ninakaribia miaka 5 zaidi ya vile ilikuwa. And it is going to happen. Itaweza kutimia. In Jesus name. Katika jina la Yesu. I'm looking at a victor. Ninaangalia mshindi. You are victor. Wewe ni mshindi. I want to challenge you, you can win. Ninakutia changamoto, unaweza kushinda. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. I want to challenge you. Ninakukutia changamoto. We have a great God. Tuko na Mungu mkuu. We might not have history. Tunaweza kuwa tuna historia. We might not have a good foundation. Tunaweza kosa msingi mzuri. But our testimony is being prepared. Lakini ushuhuda wetu unatayarishwa. Don't give up. The testimony is coming. Mungu analeta ushuhuda wetu. Hallelujah. Hallelujah. As I tell you, and as I teach you,
nikiufunza pia. I'm also telling you from experience. Ninakwambia pia kutoka na ujuzi. That you need not give up. Ya kwamba usikufe moyo. You know, one day, siku moja, I was praying actually for this church. And I had prayed and gotten exhausted. Nilikuwa nimeomba na hadi kuchoka. And I slept. Na kalala. In that sleep, katika ule usingizi, a man came and told me, mtu akaja akaniambia, I have come to help you. Nimekuja kukusaidia. Now, you know, when you get such a vision or such a dream, ukipata ndoto kama ile, you feel happy. Unasikia umefurahia. That uko na supporter, at least uko na supporter. That you have somebody to help you. Now, I don't know the man. Sijui yule mtu. But he was built up kama yenya hivyo. Yenya simama. Alikuwa amekula vizuri. Ya yenya simama. Kama yenya. Alikuwa jamaa ni mkubwa hivyo. He was strong. Lakini mrefu, sikuona mwisho na chini. He was tall. Lakini alikuwa jamaa. So nikasema basi. And I said yes. Funny enough, this man, you can see it. Unaweza keti. Did not help in praying. Yule mtu hakusaidia kuomba. He just came and it strengthened me. Alikuja tu na pale na kunitia moyo. So that I continue. I thought he had come to do. Nilikuwa nafikiria amekuja. But when he came, lakini alipokuja, I was re-energized. Nikatiwa nguvu zaidi. I continued. Nikaendelea even in that dream. Hata katika ile ndoto. Until I saw the problem I was praying for. Hadi nikaona ile shida nilikuwa naombea. Turn back and flee. Ikirudi na kutoroka. Then the man went. Na yule mtu naye akaondoka. I'm saying we have a God. Ninasema tuko na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. We need not to give up. Hatuhitaji kufa moyo. Our spiritual warfare. Katika vita vyetu vya kiroho. Our victory in spiritual warfare. Our spiritual warfare, the outcome, vita vyetu vya kiroho mwishowe, will be determined by our persistence. Itaweza kujalishwa na vile tutaendelea. Let us stand up and pray. Tusimame na tuombe. I want you to pray for your life. Nataka uombe maisha yako. Probably there are things you have prayed about. Pengine kuna mambo umekuwa ukiombea. And you have trusted God for. Na umeamini Mungu kwa sababu yake. They seem not to be forthcoming. Inaonekana ni kama haiendelei. I want to encourage you. Nataka kutia moyo. God is still coming. Ya kwamba Mungu yuaja. Don't give up. Usikufe moyo. Another thing. Jambo lingine. Please don't wait on people. Usingoje watu. Ask God to empower you. Ambia Mungu akupe nguvu. Start to work out. Na uanze kufanya kazi. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. As we worship briefly. Tunapoabudu in the name of Jesus. Katika jina la Yesu. I want you to pray for your life. Nataka uombe maisha yako. I want you to pray for your family. Nataka uombe familia yako. I want you to pray for the labors you do. Uombe kwa yale mambo unafanya. The businesses that you do. Biashara unayoifanya. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. I trust God. Ninaamini Mungu. He is going to give us victory. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Even as a church. Hata kama kanisa. God is going to give us victory. As long as we are alive. Kama tuko hai. We are going to be endued with the power. Tutaweza kujaza. And we are going to conquer. Na tutashinda vita. It doesn't matter what people say. Haijalishi watu wanasema nini. We have a great God who is talking on our behalf. Hallelujah. Hallelujah. Just open your mouth.